Alipotoweka, wote walinyamaza. Ukweli ulipofichuka, ulishtua wengi. Asubuhi ile ilikuwa ya kawaida kama nyingine zote. Mama Rehema aliamka mapema kama alivyokuwa amezoea kwa miaka mingi ya ndoa yake na Mzee Baraka. Aliwasha jiko polepole, akaweka maji ya chai huku akitazama dirishani kama kawaida yake. Kila siku, muda huo huo, Mzee Baraka angekuwa tayari amekaa nje akipumua hewa safi ya asubuhi. Lakini siku hiyo kulikuwa na ukimya wa ajabu. Mzee bado hajaamka, alinong'ona Mama Rehema kwa sauti ya chini. Alitembea polepole kuelekea chumbani. Mlango ulikuwa wazi kidogo. Kitanda kilikuwa kimetandikwa vizuri, lakini upande wa Mzee Baraka hakukuwa na mtu. Moyo wake ulianza kupiga haraka. Baraka, aliita kwa sauti ya tahadhari. Hakukuwa na majibu. Alitoka haraka, akaangalia uani. Kiti chake cha kawaida kilikuwa pale, lakini hakukuwa na mtu. Fimbo yake pia haikuwepo. Hapo ndipo hofu ya kwanza ilipoanza kumkaba koo. Kwa miaka zaidi ya 40 ya ndoa yao, Mzee Baraka hakuwahi kutoka nyumbani bila kumwambia. Kamwe. Dakika zilianza kupita polepole. Mama Rehema alikaa kwenye kiti, mikono yake ikitetemeka. Kitu moyoni mwake kilimwambia kuwa siku hiyo haikuwa ya kawaida. Na muda ulivyoendelea kusonga, ukimya ulianza kuenea kama kivuli kizito juu ya nyumba yao. Habari za kutoweka kwa Mzee Baraka zilianza kuenea polepole kama moto wa majani makavu. Kabla hata ya jua kupanda juu, jirani wa karibu, Mama Zawadi, alikuwa tayari amesimama getini. Mama Rehema, kuna nini? Mbona nimesikia mzee haonekani? Aliuliza kwa wasiwasi. Mama Rehema alitikisa kichwa polepole, macho yake yakiwa mekundu. Sijamuona tangu alfajiri, na hajaniambia anaenda wapi. Ndani ya saa moja tu, watoto wao walianza kufika mmoja baada ya mwingine. Wa kwanza alikuwa Juma, mtoto wao wa kwanza. Alifika kwa haraka, uso wake umejaa wasiwasi. Mama, umeangalia kwa jirani? Labda alienda kutembea mapema, alisema kwa sauti iliyojaribu kuwa thabiti. Lakini Mama Rehema alitikisa kichwa. Hakuwa mtu akufanya hivyo bila kusema. Baadaye akafika Neema, binti yao wa pili. Alimkumbatia mama yake kwa nguvu. Mama, tutampata tu, alisema, lakini hata sauti yake ilikuwa na hofu. Ndani ya sebule, ukimya mzito ulitanda. Hakuna aliyekuwa akizungumza sana. Kila mtu alikuwa akifikiria jambo lile lile. Mzee Baraka angeenda wapi bila kusema neno? Na kwa nini alichukua fimbo yake, lakini akaacha simu yake mezani? Mchana ulipofika, hali ndani ya nyumba ilikuwa imebadilika kabisa. Watu wachache wa ukoo walikuwa wameanza kufika. Kila mmoja alikuwa na mawazo yake. Wengine waliongea kwa sauti ya chini, wengine walikaa kimya wakitazama sakafu. Juma alisimama karibu na kabati la zamani lililokuwa chumbani kwa Mzee Baraka. Kulikuwa na kitu kilikuwa kinamsumbua akili. Mama, baba alikuwa akiweka nini ndani ya drawer hii? Aliuliza. Mama Rehema alisogea karibu polepole. Hiyo drawer alikuwa haipendi mtu aiguse. Maneno hayo yalifanya kila mtu kuangalia drawer ile kwa macho ya mashaka. Kwa tahadhari, Juma aliifungua. Ndani yake kulikuwa na mafaili mengi yaliyopangwa vizuri. Hakukuwa na vitu vya kawaida kama walivyotarajia. Kulikuwa na makaratasi yaliyokuwa na majina yasiyozoeleka: bima, akiba, uwekezaji. Neema alichukua faili moja, akaanza kusoma polepole. Bima ya maisha kwa jina la Mama Rehema, alisema kwa mshangao. Ukumbi mzima ukawa kimya. Hakuna aliyewahi kujua kuwa Mzee Baraka alikuwa akifanya mipango mikubwa namna hiyo. Na hapo ndipo swali jipya lilipozaliwa. Kwa nini alificha mambo haya kwa miaka yote? Kadiri jioni ilivyokaribia, hali ya wasiwasi ilianza kubadilika na kuwa mashaka. Si kila mtu aliyekuwa na subira. Kaka mdogo wa Mzee Baraka,
Mjomba Saidi alikuwa wa kwanza kuvunja ukimya. Mimi sioni kama hii ni bahati mbaya tu, alisema kwa sauti nzito. Watu wote waligeuka kumtazama. Una maana gani? Aliuliza Neema. Mjomba Saidi alikunja uso. Kwa nini mtu afiche makaratasi mengi ya fedha kwa miaka yote? Kuna kitu hakiko sawa hapa. Maneno hayo yalifanya baadhi ya ndugu kuanza kunong'ona. Juma alisimama haraka. Mjomba, baba yetu hakuwa mtu wa kufanya mambo mabaya. Lakini ndani ya mioyo yao, hata wao walianza kuhisi hofu mpya. Je, kweli walimjua mzee Baraka vizuri kama walivyodhani? Mama Rehema alikuwa kimya kona moja, macho yake yakitazama faili zile. Moyo wake ulijaa maswali, lakini swali moja lilikuwa kubwa kuliko yote. Kwa nini mzee Baraka alificha maisha yake ya kifedha kwa familia yake mwenyewe? Usiku ulipoingia, mvua ndogo ilianza kunyesha nje. Ndani ya nyumba, watu walikaa kimya wakisikiliza sauti ya matone ya mvua juu ya paa. Ghafla, mlango wa nje uligongwa polepole. Juma alisimama haraka, akaenda kufungua. Alipofungua mlango, alimwona mwanaume aliyekuwa amesimama nje akiwa ameloa kidogo na mvua. Alikuwa mzee Omondi, rafiki wa karibu wa mzee Baraka kwa zaidi ya miaka 20. Omondi? Alisema Juma kwa mshangao. Mzee Omondi aliingia polepole, akavuta pumzi ndefu. Nimekuja haraka niliposikia habari. Mama Rehema alisimama, macho yake yakiwa yamejaa matumaini. Omondi, ulionana naye lini mara ya mwisho? Mzee Omondi alikaa kwenye kiti polepole, akaweka mikono yake mezani. Nilikutana naye siku 3 zilizopita. Ukumbi mzima ukawa kimya ghafla. Aliniambia kuna jambo kubwa alikuwa analipanga, aliendelea kusema kwa sauti ya chini. Juma alisogea karibu. Jambo gani? Mzee Omondi alinyamaza kwa sekunde chache, macho yake yakitazama chini. Alisema muda ulikuwa umefika wa kufanya jambo ambalo lingebadilisha maisha ya familia yenu milele. Maneno hayo yalileta ukimya mzito kuliko ule wa mwanzo. Na hapo ndipo hofu ilianza kuchanganyika na matumaini. Lakini bado swali halikujibiwa. Mzee Baraka alikuwa ameenda wapi? Usiku ule haukuwa mwepesi kwa yeyote ndani ya nyumba ile. Mvua iliendelea kunyesha taratibu na upepo mdogo ulipiga dirishani kama mtu anayegonga polepole. Ndani ya sebule, watu walikuwa wameketi kimya, kila mmoja akiwa na mawazo yake. Mzee Omondi alikuwa bado ameketi pale, macho yake yakitazama sakafu. Aliniambia jambo moja ambalo sikuweza kulielewa vizuri, alisema kwa sauti ya polepole. Watu wote walimsogelea kidogo, wakitaka kusikia kila neno. Aliniambia kuwa kuna bahasha ambayo ingetakiwa kufunguliwa tu wakati ambapo angekosekana nyumbani kwa muda mrefu. Mama Rehema alishtuka kidogo. Bahasha gani? Aliuliza kwa haraka. Mzee Omondi alinyanyua macho yake. Alisema ipo mahali salama ndani ya kabati yake, nyuma ya mafaili yale ya bima. Juma hakupoteza muda. Alisimama haraka, akaenda chumbani. Mikono yake ilikuwa inatetemeka kidogo alipofungua kabati. Polepole alianza kusogeza mafaili. Ndipo akaiona bahasha ya kahawia imefungwa vizuri, ikiwa na maandishi yaliyosomeka kwa mkono wa mzee Baraka. Ifunguliwe ikiwa sitapatikana. Juma alirudi nayo sebuleni, macho yote yakielekezwa kwake. Kwa tahadhari aliifungua. Ndani kulikuwa na karatasi moja tu. Alianza kusoma kwa sauti ya chini. Familia yangu mpendwa, msihofu sana. Nimefanya jambo hili kwa sababu ya upendo wangu kwenu. Ukumbi mzima ukawa kimya kabisa. Juma aliendelea kusoma barua hile kwa sauti ya polepole, huku kila mtu akisikiliza kwa makini. Najua mtashangaa kwa nini nimeondoka bila kusema, lakini kuna jambo nililokuwa nikilitayarisha kwa miaka mingi, jambo ambalo lingewalinda hata kama mimi nisingekuwepo. Mama Rehema alishika kifua chake kwa mkono mmoja. Machoni mwake kulianza kujaza machozi. Neema alimsogelea karibu. Endelea kusoma, alisema kwa sauti ya chini. Juma alimeza mate akaendelea. Katika draw yangu
mtapata nyaraka za bima, akiba na uwekezaji niliyokuwa nikifanya kwa siri. Sikufanya hivyo kwa sababu ya kukosa imani kwenu, bali kwa sababu nilitaka siku moja muwe salama bila kuwa na hofu ya maisha. Mjomba Said aliyekuwa pembeni alitikisa kichwa polepole. Hakuna aliyewahi kufikiria kuwa mzee Baraka alikuwa na mipango mikubwa namna hiyo. Lakini barua haikuishia hapo. Kesho asubuhi, nendeni mahali palipoandikwa kwenye karatasi ndogo iliyoambatanishwa na barua hii. Hapo ndipo mtapata jibu la maswali yenu. Juma alipogeuza barua hile, aliiona karatasi ndogo. Ilikuwa na anwani, mahali ambapo hakuna aliyekuwa amewahi kusikia kuwa mzee Baraka alikuwa akienda mara kwa mara. Ukumbi mzima ukatazamana. Safari mpya ilikuwa inaanza. Asubuhi iliyofuata ilianza na hali ya taharuki iliyochanganyika na matumaini. Hakuna aliyelala vizuri usiku ule. Mama Rehema alifunga mtandio wake vizuri, huku macho yake yakionyesha uchovu na hofu. "Twende," alisema kwa sauti ya polepole. Juma alishika karatasi ile yenye anwani kwa mkono mmoja. Waliondoka pamoja kama familia: Mama Rehema, Juma, Neema na mjomba Said. Mzee Omondi pia aliambatana nao. Walipofika mahali palipoandikwa, walikuta jengo tulivu lililokuwa na bango lililosomeka, Ofisi ya Ushauri wa Fedha na Bima. Neema alishangaa. "Baba alikuwa akija hapa?" aliuliza. Walipoingia ndani, mwanamke mmoja aliyekuwa amekaa mezani aliwatazama kwa makini. "Karibuni," alisema kwa upole. Juma alisogea mbele. "Tuna jina la mzee Baraka. Tulielekezwa kuja hapa." Mwanamke huyo alitabasamu kidogo, kana kwamba alikuwa akiwatarajia. "Nimekuwa nikisubiri familia yake," alisema kwa sauti ya utulivu. Maneno hayo yalifanya moyo wa Mama Rehema kupiga haraka. "Kusubiri?" aliuliza. Mwanamke huyo alisimama polepole. "Ndiyo, kwa sababu aliniambia siku moja mtakuja hapa kutafuta ukweli." Na hapo ndipo hofu ilianza kubadilika kuwa mshangao. Ndani ya ofisi ile tulivu, familia ilikaa kimya, wakimwangalia mwanamke yule kwa macho yaliyojaa maswali. Aliweka mafaili kadhaa mezani, akayapanga kwa utaratibu. Mzee Baraka alikuwa mmoja wa watu waliopanga maisha yao kwa umakini mkubwa sana, alianza kusema kwa sauti ya utulivu. Mama Rehema alishika mikono yake kwa nguvu. "Mwambie tu yuko wapi," alisema kwa sauti iliyokuwa imejaa hisia. Mwanamke huyo alinyamaza kwa sekunde chache, kisha akavuta pumzi ndefu. "Kabla sijaeleza hilo, ni muhimu mjue jambo moja. Kwa zaidi ya miaka 15, mzee Baraka alikuwa akiweka akiba, kufanya uwekezaji na kulipa bima kwa siri." Mjomba Saidi alishusha pumzi nzito. "Muda wote huo?" aliuliza kwa mshangao. Mwanamke huyo alitikisa kichwa. "Ndiyo, alifanya hivyo ili kuhakikisha familia yake haitapata shida ya fedha hata siku moja." Aliwasogezea faili moja. Juma alilifungua polepole. Ndani kulikuwa na majina ya familia yote, pamoja na kiwango kikubwa cha fedha kilichokuwa kimewekezwa kwa muda mrefu. Neema alishika mdomo wake kwa mshangao. "Baba alifanya yote haya peke yake?" aliuliza. Lakini bado swali kuu halikuwa limejibiwa. Mzee Baraka alikuwa wapi? Ukumbi ule ulikuwa kimya kama kaburi. Macho yote yalikuwa yamemwelekea mwanamke wa ofisini, ambaye sasa alionekana mwenye huzuni kidogo. Mama Rehema hakuweza kuvumilia tena. "Tafadhali, mwambie tu yuko wapi," alisema kwa sauti iliyokuwa inatetemeka. Mwanamke huyo alitazama chini kwa sekunde chache,
Kisha akanyanyua macho yake polepole. Mzee Baraka alikuja hapa siku 3 zilizopita, alianza kusema. Familia yote ilimsikiliza kwa makini. Alikuwa amekamilisha mipango yake yote ya kifedha. Alihakikisha kuwa familia yake inalindwa na bima, uwekezaji na akiba ya muda mrefu. Juma alikaza macho yake. Lakini alikwenda wapi baada ya hapo? Mwanamke huyo alitoa pumzi ndefu. Baada ya hapo, aliondoka kuelekea hospitali. Mama Rehema alishtuka.